nini tunajifunza kupitia hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'tibari kwamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hakuna jambo ambalo analozungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ni wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye ambaye ametuumba na akatuweka katika ulimwengu huu, lakini pia upeo wa akili zetu zote zimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zote hazifikirii isipokuwa ndani ya mipaka aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana leo hakuna mwanadamu yeyote ambaye anayejua kwamba kifo chake kitakuwa ni lini. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anajua kwamba mvua itanyesha lini. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anayejua kwamba kesho kitatokea kitu gani, au baada ya masaa mawili au saa moja au dakika moja nini kitakachotokea. Lakini yule ambaye ametuumba sisi na akatuwekea hiyo akili ambayo leo tunajitamba nayo katika miili yetu, leo tunajitamba nayo katika dunia yetu, leo tunajitamba nayo katika jamii yetu, ndiye ambaye anayekuja kutufundisha kwa kupitia mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kujitambua na tuweze kujua nini tunachotakiwa kufanya na kanuni gani ambazo tunatakiwa kuzifuata kwa ajili ya usalama wa maisha yetu sisi, pamoja na usalama wa maisha ya mazingira ambayo tunayoishi, lakini pia katika mustakbal ambao unaokuja. Sasa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika hadithi hii? Kwanza kabisa ni kuombe ndugu mtazamaji ambaye bado unaendelea kufuatilia channel yetu hii na bado haujasubscribe, basi ni kuombe utumie fursa hii uweze kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele sawasawa na kubonyeza like, lakini pia si vibaya kama utaamua kucomment kwa kutupa ushauri. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kuweza kupata maudhui zetu ambazo tunazoziweka ili tuweze kujifunza. Sasa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake sharifun, katika hadithi yake tukufu, katika maneno yake mazuri, anatuelekeza sisi Waislamu. Anasema kwamba inna Allaha khalaqa bani adama ala tabaqatin shatta, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wanadamu katika matabaka tofauti tofauti. Fahunaka man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan, katika hao wanadamu wako ambao wanaozaliwa ila hali ni waaminio, na wanamkuta baba na mama wote ni waaminio, na katika mfumo wa maisha yao na makuzi yao mpaka wanafikia umri mkubwa wanakuwa wanaishi katika hali ya uaminio, na mwisho wa maisha yao wanakuja kutengana na hii dunia, kwamba wanakuja kufariki ila hali ni waaminio, kwamba hakuna katika moyo wao, hakuna katika ndimi yao kinachotamkwa, hakuna kilichojificha katika mioyo yao isipokuwa ni kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwamba mtu amezaliwa ni Muislamu, anamkuta baba na mama ni Waislamu, wanaishi Kiislamu na wanamlea ile hali ni Waislamu, wanamlea katika malezi ya Kiislamu, na anafariki ile hali ni Muislamu. Lakini hunaka man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafira, lakini miongoni mwa hao binadamu yuko ambaye anayezaliwa ile hali ni kafiri, lakini anaishi katika hali ya ukafiri, baba yake na mama yake ni makafiri na wanamlea katika malezi ya kikafiri, na mwisho wa maisha yake anafariki ila hali ni kafiri. Lakini hunaka man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran, yuko mtu ambaye anazaliwa ile hali ni muaminio, ni Muislamu mzuri, anamkuta baba na mama wote ni Waislamu na yeye anaishi Kiislamu, lakini mwisho wa maisha yake anafariki ila hali ni kafiri. Tunafahamiana vizuri. Lakini hunaka man yuladu kafiran wa yahya kafiran
wa yamutu mu'mina, na yuko mtu ambaye anazaliwa ile hali ni kafiri, anamkuta baba na mama wote ni makafiri, wanamlea katika malezi ya kikafiri, na mwisho wa siku wa maisha yake anaishi ile hali ni kafiri, lakini kule anapokwenda kuhitimisha maisha yake anajikuta anafariki ile hali katika moyo wake na ulimi wake hakuna kilichosalia isipokuwa ni kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kwa maana mtu huyu anafariki ile hali ni Muislamu, mtu huyu anafariki ile hali ni muaminio. Sasa falsafa ya maneno haya na mafundisho haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nini? Kabla hatujaangalia leo katika jamii yetu ya Kiislamu, yako mambo ambayo yamesheheni, yako mambo ambayo yameshika hatamu, kwamba mashehe wengi ambao tulionao sasa wamekuwa wakiwaambukiza waaminio, wakiwaambukiza Waislamu kunako tabia ya kulaaniana wenyewe kwa wenyewe, kunako tabia ya kukatiana tamaa wenyewe kwa wenyewe, kunako tabia ya kuhukumu mtu kupitia matendo yake ambayo anaonekana nayo, kumhukumu kwamba huyu ni kafiri, kumhukumu kwamba huyu ni mtu wa motoni, na wengine imekuwa ni sababu ya kuwatenga wale ambao wanaofanya wameonekana kwamba wana dosari za kufanya maasi, kwamba wanatengwa katika jamii, badala ya kutumia majukumu yetu kama viongozi wa dini kuhakikisha kwamba tunawalingania hawa watu, kuhakikisha kwamba tunawafundisha hawa watu, kuhakikisha kwamba tunawaelimisha hawa watu misingi iliyokuwa sahihi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, misingi ya kujua mipaka ya sheria za Kiislamu, misingi ya kuwafundisha tabia iliyokuwa njema ya Kiislamu ili waweze kuishi katika nadharia ya Kiislamu. Sasa tabia hii imeanzia kwa viongozi wa dini kwa kupeana laana wenyewe kwa wenyewe, lakini pia kuwalaani wale watu ambao wanaonekana tayari imetokea wamejikita, nyoyo zao zimeteleza kuingia katika maasi. Lakini ikumbukwe kwamba leo unaweza ukamlani mtu kwa sababu hasali sala tano, unaweza ukamlani mtu kwa sababu anakunywa pombe, unaweza ukamlani mtu kwa sababu ya wizi anaofanya, unaweza ukamlani mtu kwa sababu alifanya ujambazi. Lakini unasahau kwamba ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayoonyesha kwamba kanat imra'atun aira, palikuwa kuna mwanamke ambaye ni kahaba, ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuingiza peponi. Lakini kazi yake huyu mwanamke ilikuwa ni nini? Kazi yake ilikuwa yeye anajiuza mwili wake kwa wanaume ambao wanamtumia kwa kumpa pesa, na kisha wanamuingilia, wanafanya naye zina. Lakini kilichomuingiza peponi ilikuwa ni nini? Hakuingia peponi eti kwa sababu anasali, kwa sababu sala ni wajibu kwa kila Muislamu, haijalishi kwamba wewe uko katika mazingira ya namna gani, isipokuwa swala kwako ni wajibu, funga kwako ni wajibu, hija kwako ni wajibu. Sasa kupokelewa kwa swala au kupokelewa kwa funga au kupokelewa kwa hija, hiyo tunamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwanamke huyu alikuwa kazi yake ni kujiuza. Kilichomuingiza peponi haikuwa sala, kilichomuingiza peponi haikuwa ni funga, kilichomuingiza peponi haikuwa ibada ya hija. Kilichomuingiza peponi mwanamke huyu ni baada ya kumuona mbwa, takhayal, tengeneza picha, baada ya kumuona mbwa ambaye anahangaika na kiu cha maji na hajui wapi atapata maji, mwanamke huyu alichukua kiato chake na akaingia katika kisima, akachota maji, akampa mnyama huyu. Kwa tendo hili alilolifanya, moja kwa moja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamzawadia pepo. Sasa hii maana yake nini? Maana yake sisi kama Waislamu, sisi kama viongozi wa dini,
Moja kati ya mambo ambayo tunatakiwa tujirekebishe popote tutakapokuwa ni kuwakatia watu tamaa wale ambao wameingia katika vitendo vya nini, vya maasi, wale ambao nyoyo zao zimeteleza katika maasi. Bali tunachotakiwa kufanya sisi ni kutumia usulubu targhibu ya namna gani ya kuweza kuwavuta watu hawa, kuwaelimisha watu hawa, kuwafundisha watu hawa, kama ambavyo alivyokuwa anafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tuache kutumia usulubu tarhib, usulubu wa kuwakimbiza kwa maana ya kuwalani, usulubu wa kuwapuuza, usulubu wa kuwatenga watu hawa, kwa sababu wote bado tunaishi nao katika jamii ya namna moja. Huenda haya madhara ambayo wanayoyafanya kwa sisi kujitenga nayo ikawa ni sababu ya wao kwenda kuwaambukiza watu wengine. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sisi ni kuwa nao karibu, kuendelea kuwalingania, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatin hasana. Tuwalinganie watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri, maneno yaliyokuwa mazuri, uslubu uliokuwa mzuri, uslubu ambao utakaomfanya huyo mtu ajue na ajutie yale ambayo aliyokuwa anayafanya kwamba haikuwa njia sahihi, uslubu ambao utakaomzindua ajue kwamba msingi ninaotakiwa kuishi ndani ya maisha yangu ni huu hapa ambao amewaamrisha Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii kiupana zaidi ni kwamba leo hii Waislamu wengi wamekuwa wakiwakebehi baadhi ya watu wanaokuja kutamnishi baadhi ya mambo, hasa